Mabibi na mabwana, kwanza habarini za mchana. Mimi nafahamika kama Mwijaku. Vijana wengi wapenda kuniita kama DC wa Insta. Leo nipo na swaiba wangu. Lakini kubwa zaidi watu wanapenda kuniita kuwa msemaji, lakini si msemaji kama tunavyofikiria. Wanapenda kusema mazungumzo ambayo yanaleta tija, yanajenga katika taifa letu. Siwezi kusema kitu ambacho hakina tija, siwezi kusema kitu ambacho kwa namna moja au nyingine haiwezi kujenga kwenye taifa letu. Mimi ni shabiki, kila mtu anajua mimi ni shabiki mzuri wa Simba, na ushabiki wa Simba sijaukulia ukubwani, lakini mimi nimekuwa shabiki wa Simba since day one. Wanasema enzi hizo, wakati bado mtoto nilishahamasika nikajikuta na kuwa shabiki wa Simba. Kwa hiyo ukiacha ushabiki, lakini nimejikuta mzalendo wa nchi yangu. Ukiacha uzalendo, nimejikuta ni mtu ambaye napenda maendeleo, lakini napenda maendeleo kwa nyanja zote, si za michezo lakini hata za kijamii ambazo tuko nazo. Kwa hiyo niko hapa kuzungumza mambo matatu. Jambo la kwanza, kama nitazungumza swala la press ya ndugu yangu, swaiba yangu, kada mwenzangu, kaka yangu Haji Manara. Alizungumza jana press yake juu ya tuhuma zake kuzipeleka kwenye management na uongozi wa Simba, lakini akiwa amefocus direct kwa Babra ambaye ni CEO wa Simba, lakini pia kwa Mo ambaye ni mwekezaji wa Simba. Natakiwa mjue waandishi wa habari na Watanzania kwa jumla, duniani tunapoishi kila siku, kila taasisi ina mfumo wake. Hakuna taasisi ambayo haina mfumo, hakuna nyumba ambayo haina mfumo, hakuna eneo ambayo halina mfumo. Ukienda kwenye nchi, kila nchi na tamaduni zake. Ukienda kwenye taasisi, kila taasisi ina mfumo wake. Lakini ukienda kwenye nyumba, kila nyumba ina tofauti zake na ina mfumo wake. Nyumba ninayokaa mimi huwezi kuingia kiolela kama nyumba ya fulani, au nyumba ya fulani huwezi kuingia kiolela kama nyumba ya fulani. Kila kitu kina mfumo wake. Kaka yangu mimi nilitegemea Haji Manara angetumia press yake ya jana kwanza kutushukuru mashabiki wa Simba, na baada ya kutushukuru pia angeweza kutuombea baraka kwa maendeleo ya timu yetu tunapoendelea mbele huko. Hicho tungekuwa kikubwa sana. Au kama angekuwa ameshindwa, basi angeweza kukaa kimya. Binadamu unaweza kujenga utu wako ndani ya miaka 15, lakini ukaharibu utu wako ndani ya sekunde 15 au sekunde 20, ukajikuta unaharibu kila kitu na unabakia, yani unakuwa wa kawaida. Hicho ndio kilichofanya jana Manara. Mimi nimesikitishwa sana na Haji kwanza kumkebehi Mo, mwekezaji ambaye aliweza kuwekeza bilioni 21. Kitendo cha kukebehi, kusema amekopa, mimi nimwambie Haji, ndio maana nasema muda mwingine shule inasaidia sana. Anitafutie mwekezaji yote au bilionia yote ambaye hajawahi kukopa. Yani akinitafutia hapa bilionia wowote duniani ambaye hajawahi kukopa, anaambia amefanikiwa vipi. Kila bilionia unayemuona, ukiangalia historical background yake, lazima alikopa pahala. Lazima alianza kuwekeza, lakini lazima alianza na kukopa. Kwa hiyo hakuna swala la kusema Mo alikopa, zilera zilikopeshwa zikaeta kwetu. Niwaambie tu wa Tanzania na wapenda michezo, wapenda amani, hakuna bilionea asiyependa maendeleo, lakini asiyekopa. Kila mtu amekopa. Na hili niliweke wazi. Lolote linapozungumzwa kwa Watanzania, leza likawa la kweli, basi likiwa la kweli litaungwa mkono na Watanzania wengi. Na likiwa la uongo, endapo mtalikalia kimya, basi mtakuwa mnatengeneza hofu katika mioyo ya watu. Ndio maana mimi nimejitokeza miongoni mwa mashabiki kuanza kumwambia tunaenda kujibu hoja zake kwa hoja. Swala la kwanza la kumkebehi Mo, naomba kwanza ili afute kauli. Kuwekeza katika Simba hakuhitaji hela atoe mfukoni au hela atoe benki. Unaposema Mo amekopa, lakini amekopa kutokana na endorsement zake alizoziweka yeye, manake benki imemwamini yeye kwenye kukopa kuja kuwekeza kwa Simba. Kama asingekuwepo yeye, timizi asingeweza kukopa na kuweka pesa hizo za bilioni 21. Kwa hilo namvunja kabisa kauli, yani naistopisha kauli yake kwenye swala la kukopa. Hakuna bilionea, hakuna mwenye tajiri hata mmoja ambaye hajawahi kukopa katika maisha yetu tunaoishi sisi hapa. Hilo la kwanza ajue. Lakini la pili nimwambie tu, kuanza kulalamika sasa hivi, ameanza kulalamikia mfumo. Anasema mfumo wa Simba sio mfumo mzuri, lakini mbali na mfumo mzuri anamlaumu sana CEO ndani ya utendaji wake wa Simba. Nimuulize, amekaa Simba takriban miaka 6 Haji. Kipindi chote iko hajawahi kumuona amesimama na akasema kwa mfumo na utendaji wa Simba ni mbaya ndani ya timu. Kwa sababu gani? Alikuwa sehemu ya ule mfumo. Kwa hiyo kama kulikuwa na mapungufu, tulitegemea yale mapungufu yaseme wakati yeye yumo ndani ya mfumo. Kwa namna moja au nyingine tungekuwa tumeelewa
Kwa nini amesema hivyo? Kwa sababu tunajua yupo kwenye mfumo, yumo ndani ya timu. Kwa hiyo kitendo chake cha kuzungumza mfumo wakati yupo ndani ya mfumo ungeleta tija na ungeleta maana kwetu. Lakini huwezi kuzungumza mapungufu ya mfumo au mapungufu ya utendaji ukiwa nje ya system. Maana yake tayari umekuja nje ya system, unanongwa. Na sio tu nongwa, maana yake huwatakii watu mema, huwatakii watu mafanikio kwa kile wanachokifanya, huwatakii watu jambo jema liweze kutendeka. Hilo ni la pili. Lakini jambo lingine ambalo mimi kwa namna moja au nyingine limenifedhesha sana, ametoa historical background ya watu walioondoka Simba. Fulani anasema ametaja zaidi ya watu 15 wameondoka Simba, wote wameshutumiwa na hoja za kusema kuwa wao wanaihujumu timu. Nimwambie tu kitu kimoja Haji, katika maisha huwezi kukaa sehemu miaka yote. Ndio maana kuna kukua, kuna mtu unasikia amekuwa promoted, ametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya kampuni, au ametoka nje ya kampuni kwenda sehemu nyingine, lakini yote hiyo kuleta mafanikio ya timu. Kwa hiyo kunaambia kwa wakati 15 watu wametoka ndani ya mfumo wa Simba wameachishwa kwa sababu ya kuhujumu. Ndugu yangu, ukiona mapungufu sehemu yoyote, kama mtu unaitakia mema taasisi ulopewa, lazima ufanye maamuzi. Na kufanya maamuzi sio dhambi. Watu wengi tulikuwa kwenye mataasisi mengi, tulikuwa sehemu nyingi. Mimi nikuambia taasisi nilizopitia zote ambazo nimetoka, zote zina mafanikio. Sio kama kutoka kwangu basi iwe tija kwa sababu labda nimekosoa kitu fulani au nimesingiziwa kitu fulani basi ndio maana mimi wamenitoa. Nimwambie tu, kutoka sehemu moja au watu kutokuwa sehemu ya taasisi ni jambo la kawaida sana. Inawezekana mtu ametolewa ndani ya taasisi kutokana na utendaji wake mbovu. Inawezekana ametolewa ndani ya taasisi ikawa kweli kwa sababu ya kuhofiwa kuwa anaihujumu timu. Na sio dhambi kuhofiwa kuwa amehujumu timu na kutolewa sehemu. Sio dhambi. Lakini nimwambie kitu kimoja, ameanza kumsifia Senzo. Leo Haji anatoka na msifia Senzo, anasema utendaji wa Senzo ulimrudisha yeye katika ramani, kusema alifanikiwa kupata safari, alifanikiwa kupata accommodation akiwa na safari na timu. Lakini tukumbuke, turudi nyuma, Senzo huyo wakati anakwenda Yanga, Haji alimposti na kumdhihaki na maneno makubwa sana juu yake, ambao sisi alituaminisha kuwa Senzo alikuwa kama kibaraka au ni mtu ambaye alitumwa kuja kutuhujumu sisi kwa maneno yake yeye. Lakini leo Senzo amekuwa mzuri baada tu ya yeye kutoka Simba na Senzo kutokuwa ndani ya Simba. Nimwambie tu, siku zote anatakiwa aheshimu mihimili anayoikuta katika kampuni. Kama sisi wa Tanzania tunavyoheshimu mihimili mitatu inaongoza nchi, basi naye lazima aheshimu mihimili inayopewa nafasi katika timu. Mimi nisikuficha, utendaji wa Babla ni mkubwa. Tunaweza tukabeza leo, mtu mmoja akainuka kabeza utendaji wa Babla, lakini niwaambie tu, utendaji wa Babla wa Simba ni mkubwa. Babla amerudisha hadhi na heshima ya ofisi. Zamani utendaji ulikuwa mtu ofisini unaingia muda unaotaka, lakini sasa hivi Simba imebadilika, sio kama Simba ya zamani. Sasa hivi Simba ukiwa ndani ya management, ukiwa ndani ya taasisi ya Simba, unatakiwa uonyeshe wajibu wako, utekelezaji wako, uonyeshe mchango wako ndani ya Simba. Asiseme kuwa yeye kilichomuondoa Simba ni umaarufu na riziki. Maana yake amesimamia kwenye umaarufu na riziki. Kwa nini hawi mwazi? Kwa nini hawi mwazi kuwa utendaji wake umemfanya aondoke Simba? Kwa sababu tunajua Simba imeingia kwenye mfumo mpya. Simba imeingia kwenye digital, ambao ukiachana na digital lakini imefuata mfumo ambao unakidhi haja ya taaluma ya mtu kuweza kufanya kazi. Simba sasa hivi imeruhusu utendaji wa kazi lakini by professional. Mimi nikikaa nikisema, nikiuangalia tu utendaji wa Simba, unaona kabisa Haji alikuwa hana nafasi. Na Haji alikuwa hana nafasi kwa namna mbili. Haji alikuwa hana nafasi kitaaluma, lakini Haji alikuwa hana nafasi pia kiuwezo katika kiperformance. Unajua watu wanatakiwa watofautishe kuwa influencer na kuwa msemaji, mtu wa mawasiliano husika. Hivi ni vitu vili tofauti. Kuwa influencer unaweza kumchukua hata mtoto wa darasa la 7, ukampa hii product, ushawishi wake ukamfanya akawa influencer. Lakini unaposema unatakiwa kuwa mtendaji, na Simba ilikuwa imeingia kwenye mfumo ambao unataka taaluma ndio uweze kupata nafasi. Mimi naweza nikasema tena kwa confidence kubwa tu, kilichomuondoa Haji Simba sio umaarufu wala sio riski, eti kwa sababu amepata endorsement ya nje ya Simba ndio zimemuondoa. Hapana, utendaji. Simba umeajiri watu ambao wana elimu. Alipita Senzo ni by professional. Senzo alikuja kutengeneza mfumo, amekuja Babla anatengeneza mfumo. Kila mtu alisema anayokuwa lazima ukae ujue taaluma yako inataka nini.
Mimi nisikuficha, nimejaribu kupekua, nimejaribu kufuatilia. Unajua hata ukiangalia mfumo wa Simba uliowekwa sasa hivi, communication ya kutoka juu kwenda chini ulikuwa unahitaji mtu mwenye taaluma. Huwezi kuropoka, huwezi kuinuka from nowhere ukasema mimi na communicate kuhusu Simba, unazungumzia endorsement kubwa ya Simba lakini unashindwa internal communication kuzifanya. Unazifanyaje? Mtu unashindwa. Utaendelea kuvumiliwa Simba? Haiwezekani. Lazima mfumo ukuache. Pona yake ilikuwa lazima aende kusoma. Simdhihaki lakini akubali akatae mfumo wa Simba. Timu zetu sasa hivi zinapoelekea zinakwenda kwenye mfumo ambao unataka taaluma ichukue nafasi yake. Zamani tulikuwa tunaendeshwa na mihemko, tunaendeshwa na ushabiki, lakini sasa hivi zama zimebadilika. Mpira umekuwa ajira, mpira watu wanafanya endorsement, mpira imekuwa inafungua fursa kwa wengi. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni taaluma kubwa hasa uwe nayo ili uweze kukaa kwenye nafasi ambayo unaitaka. Uweze kutoka from nowhere ukasema mimi nina nguvu, nina ushawishi. Watu wangapi wenye ushawishi hawawezi kufanikisha malengo ya taasisi wanazokuwa nazo? Kufanikisha malengo ni jambo moja, lakini ushawishi ni jambo lingine. Unaweza kuwa mshawishi lakini usiweze kufanikisha malengo ya Simba. Mimi niwaambie mtu ambaye anatakiwa kuheshimiwa kwa Simba, kwa Tanzania nzima ni Mo amethubutu, amewekeza. Tunaona kina Ghalibu amewekeza, tunaona watu wengi wanawekeza, lakini Mo alithubutu kutoa pesa yake mfukoni, kuriski. Unapoinvest, mimi niwaambie waandishi, unapotaka kufanya investment sehemu, una riski. Entrepreneur wote wanakuambia lazima uriski katika kufanikisha jambo fulani. Mo ameriski kuweka bilioni 21 kwa timu ya Simba, na tunajua kabla ya Mo kuja Simba ilikuwa inafanya vibaya. Nani asijua? Yanga ilikuwa inachukua ubingwa mfululizo. Mo amekuja bado timu haifanyi vizuri, tuko tunaijenga timu, lakini alithubutu kuweka pesa zake za usajili, alithubutu kuweka pesa zake za mishahara, alithubutu kuweka pesa zake za bonus kwa wachezaji na management kwa ukubwa, ili kuweza kuriski na ili kuweza kuleta mafanikio kwenye Simba. Mimi sishangaye kusema kuwa alijitolea Simba. Of course, kama ni mshabiki lazima ujitolee. Kama unaipenda kitu na mapenzi yako, jitolee, kwa sababu taaluma huna. Kwa sababu by the way, unaweza kuambia sign mkataba, tupe profession, tupe vyeti vyako mezani hapa. Utakuwa vipi na vyeti? Kwa lazima uwe logic. Utapewa mkataba sawa, unapewa mkataba unastahiki, una vyeti vya kupewa mkataba, au unatumia mkataba wako masi ya nyuma ushawishi uliokuwa nao ndio upewe mkataba? Mimi mwenyewe nawashangaa sana, kuna muda management ya Simba iliposema iliandaa mkataba kumpa milioni 4 then akakataa kusaini. By the way, why mnampa mtu mkataba ambaye sio professional kabisa? Kwa sababu tunaposema professional ama uwe na vyeti maalum. Mimi naweza nikawa mfuasi wa mpira lakini nikawa sina vyeti vya kunihalalisha kupata nafasi fulani. Kwa management pale pia wali disappoint kusema tunaandaa mkataba, lakini mnaandaa mkataba, je, mtu ana vyeti? Kwa sababu mtu anapoleta CV yake unaangalia yeye anataka kuwa msemaji, anataka kuwa mshawishi wa timu, lakini vyeti vyake vinamruhusu hicho? Lazima tuheshimu professional, lakini lazima tuheshimu taaluma ya mtu ili iweze kumweka kwenye nafasi. Mo anatakiwa aheshimiwe sana. Na hii narudia tena kwa sauti kubwa. Namwambia tu ndugu yangu Haji Manara, Mo anatakiwa aheshimiwe sana. Ni mtu ambaye ameriski muda wake, yule ni mfanyabiashara na anajua taaluma ya biashara. Ameriski muda wake, ameriski na pesa zake, ameriski maisha yake kwa sababu ya Simba. Leo hawezi kutokea mtu mmoja akamdhihaki Mo kwa pesa alizoziweka pale, kwa sababu tu ametoka pembeni, amepewa sumni, amepewa pesa basi za kufanya project fulani, basi anamuona huyu mtu hafai. Kama angekuwa hafai asingeaminiwa na mabilioni ya Watanzania. Mashabiki wa Simba wana imani kubwa na Mo. Mimi hapa nilipo ni shabiki mmoja wapo. Siwezi kuona mtu anamnyoshia kidole Mo kumdisappoint. Ameweka pesa zake kwa sababu ya malengo mazuri ya timu. Sisi tunachotaka katika Simba ni ushindi na furaha. Ushindi na furaha kama unapatikana, wachezaji hawanuni, wachezaji wanalipwa kwa wakati, bonus zinapatikana, investment zinaonekana. Simba angalia wanavyoboresha miundombinu yao. Tunaona gorofa lile la Kariakoo, marekebisho nafanya, wana Mo Arena, wachezaji wanalala pazuri. Unataka kitu gani kingine? Unataka kitu gani? Sisi wanachama tunachangia, tunajikuta tunapewa mfumo mzuri wa kuchangia. Unataka kitu gani kingine? Ingekuwa vinafanyika vitu ambao sisi hatuvioni, kweli kila mtu angeweza kuongea. Lakini vitu vinavyofanyika na Simba katika management, lakini na uwekezaji uliofanywa vinaonekana dhahiri. Timu ina perform, tuna jezi nzuri, muonekano mzuri. Wachezaji wanapoonekana wanaonekana sasa ni wachezaji wa kimataifa, wanapambana kwa sababu ya timu. Unataka kitu gani kingine? Kwa nini utulishe sumu sisi mashabiki? Kile alichokifanya Haji ni kutulisha sumu sisi mashabiki. Mimi niwaambieni, katika kitu Haji ameweza kuteleza kikubwa kwa hali ya juu, na mimi nina imani anaweza kaomba msamaha, ni kumnyoshia kidole Babra. Jiulize, Simba wamepita ma CEO wangapi? Simba wamepita ma CEO wangapi?
Ma-CEO wengi sana wamepita Simba, wanaume, lakini hujawahi kusikia hata mtu mmoja amewahi kunyoshia vidole au ma-CEO. Na wengi wameondolewa, walikuja wanaondoka, lakini ulishia kumwona mtu amesimama kwenye press anazungumza mapungufu? Hakuna. Kwa nini amekuja Babra, yupo katika utendaji wake, asimame azungumze mapungufu ya Babra? Au ndio ishara kuwa anataka kuleta mfumo dume ambao sisi tunaupiga vita mfumo dume usiendelee kuwa haki sawa kwa wote? Na unapoangalia nchi yetu inaongozwa na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu, ni rais mwanamke. Kwa hiyo kama rais mwanamke anaendesha nchi zingine, nchi yetu inafanikiwa, why Babra ashindwe kufanikiwa? Kwa nini uonyeshe mapungufu yake wakati Babra hana hata miaka 2? Kwa nini usimpe nafasi aitengeneze timu? Kwa nini usimpe nafasi aweze kujenga timu? Kwa nini usimpe nafasi aweze kuonyesha future yake na timu inakwenda wapi? Leo unasimama unamdhihaki kwa sababu ni mwanamke hajui kuongea. Amekosea. Haja amekosea. Hukupaswa kumnyoshia kidole, hukupaswa kumlaumu. Kila kitu Babra. Why? Unataka umpigie Babra simu muda wote? Mtoto wa kike ni mwanamke. Uwezi kusema nikimpigia simu naambia nitakupigia. Ni mtoto wa kike. Mtoto wa kike wameumbiwa attitude, Mungu amewaumba hivyo. Alafu huwezi kumpigia simu mtoto wa kike muda wote unaotaka wewe. Who are you by the way? Wewe ni msemaji tu, yeye ni CEO. Lazima kuwe na different. Yaani unataka simu yako muda wote ukipiga basi Babra apokee. Muda wote ukipiga Babra apokee. No. Babra anahudumia tu. Mimi najaribu kutafuta tu namba ya Babra naikosa. Najaribu kuwasiliana na Babra tu namkosa kwa sababu yuko busy na utendaji mkubwa. Usifikirie Babra yuko pale Simba basi kuhakikisha matakwa ya Haji Manara yanachukuliwa. Hapana. CEO yuko pale ana mipango kazi mingi. Anatakiwa ishughulikie uwekezaji wa Simba ndani na nje. Unafanikiwa vipi? Yaani leo Babra atoke akae sasa aanze kuhakikisha kuwa anapokea simu labda ya Haji Manara anapiga kwa wakati. Hatuwezi kufanya kazi hivyo. Ukiona mtu apokee simu muulizeni alituma email, kwa sababu communication nzuri katika kampuni. Communication nzuri katika kampuni ni kuandika email, sio kumpigia simu. Mimi siwezi kumpigia simu CEO wangu au mkurugenzi eti nimpigie nampa ushauri wa jambo fulani. Hautaki kumpigia simu, unatakiwa utume email. The best way ya communicate katika taasisi lazima ni kutuma email. Unamtumia email mkurugenzi wako, ataisoma, ataijibu. Ukiona mkurugenzi wako hajajibu email yako, ujue kuna walakini au kuna upungufu wa ulichokiomba au ulichokihitaji. Na ukiona hujajibiwa huwezi kufanya maamuzi. Kwa hiyo nimwambie tu hoja yake ya kusema mimi nikimpigia Babra simu anasema I'll call you later. She's right. Ni CEO yule, hawezi kupigia simu yako wewe upige simu tu akusikize unachotaka. Hatuwezi kufanya hivyo kazi. Na nimuulize mara mwisho lini alimwandikia email Babra? Mara mwisho lini alimwandikia email Babra ya kumwambia matakwa yake anayoyataka? Kwa sababu labda mwekezaji mmoja anaweza kaongea kitu, mpeni mkataba mtu fulani. Wewe unapotaka kukumbushia ule mkataba wako lazima uandike email, uweze kumpigia simu. Lazima utume professional email. Bwana mkurugenzi ameshauri 1 2 3 4 5, mwekezaji amesema 1 2 3 4 5, naomba maelekezo haya achukue nafasi yake. Hapo ndo alipaswa afanye hivyo, lakini sio kumpigia simu. Unapompigia simu unaonekana kabisa hujui ethics za mawasiliano katika taasisi. Lazima ujue watu wanawasiliana vipi kwenye taasisi. Nije kwenye hoja yake ya kusafiri. Kwenye hoja ya kusafiri ndo hiyo hoja ambayo kwangu mimi nimeicheka sana. Nimeona ni hoja ya kitoto ya hali ya juu. Watu wengi tumefanya kazi katika taasisi kubwa. Mimi nimefanya kazi katika taasisi kubwa kuliko mnazofikiria. Kubwa sana. Katika taasisi mpo watu zaidi ya 100. Sio lazima linapotendeka jambo la nje ya mkoa, nje ya nchi basi na wewe ukaenda. Ikitokea umekuwa selected, kwa sababu niwaambie tu mfumo wa timu hizi za kwetu zinavyofanyika. Unaambiwa timu labda inakwenda kucheza Mbeya. Basi kuna budget inapangwa kwa sababu ya watu wa Mbeya. Na kwenye budget lazima upange watu gani muhimu waende, watu gani muhimu wasiende. Kama wewe nafasi yako unaweza ukafanya mawasiliano au nafasi yako unaweza ukaitendea ukiwa sehemu fulani, you don't need to go. Kwa nini timu iingie kwenye cost ya kupeleka wakati unaweza ukakaa hapa baada ya mechi kuisha ukapigiwa simu na wanahabari ukawajibu na ukapata content? Kwa nini uende kule? Kama nafasi yako unasema ni ya ushawishi, kwa nini usikae Dar es Salaam uite press, uite vyombo vya habari, uwashawishi watu waweze kwenda kuingia uwanjani na wewe ukabaki hapa? Kunakuwa na advantage mbili. Advantage ya kwanza unakuwa tumepunguza matumizi yasiyo ya lazima katika timu, maana yake tutapata pesa na income ya kufanya investment sehemu nyingine. Lakini ukitaka kila safari uende, then timu itasave saa ngapi? Timu itasave saa ngapi? Kwa sababu katika mafanikio makubwa tunawapigania katika timu zetu hizi, lazima timu iwe na capital, timu iwe na mtaji. Timu inapokuwa na mtaji ndio unaweza kuwekeza zaidi na kuweza kuleta mafanikio zaidi.
Nije hoja yake, anasema alianzisha magrupu ya Simba, yale magrupu ya Simba alihakikisha kuwa watu wanawafuata matajiri, anawaomba hela, timu wanaenda kulala kwenye hoteli nzuri, wanalipia nini kipindi cha timu kipo katika wakati mgumu. My brother, yani from nowhere mtu mzima kama wewe unasimama kwa sababu nilikuwa nawachangisha watu kwa sababu ya timu. Nani alifanya auditing ya hicho chukua na kichangisha? Kilikuwa kinamfikia nani? Auditing yake ya matumizi na kilichobaki nani alikuwa anakifanya? Mbona hajatupa ripoti? Leo tukisema kuwa alikuwa anachangisha timu alikuwa na walagai watu kwa wanapeleka hela kwenye timu ili mradi anazitumia katika shughuli zake za binafsi, tutakuwa tumeongea urongo? Takuwa sijaongea urongo. Huwezi kuchangisha pesa kwa watu, huwezi kuchangisha pesa kwa wadau au watu wako wanaojua kwa sababu ya timu, then ile pesa haina auditing yoyote. Ile pesa haina maelekezo ya matumizi, haina maelekezo yake imepelekwa, haina. Unasimama mbele ya vyombo vya habari unasema mimi nilikuwa nachangisha watu kwenda kulipa hoteli. Ulipe hoteli, tupe receipt ya hoteli ulizokuwa unalipia. By professional. Tupe hoteli ulikuwa unalipia kiasi gani? Nilikuwa nahakikisha wachezaji wanakula vizuri. Tuonyeshe receipt ya wachezaji walikuwa wanakula kiasi gani, pesa ya shilingi ngapi, na ile ubaki ilikuwa inakwenda wapi? Kwa namna moja au nyingine, yeye alikuwa anaitumia timu kwa manufaa yake binafsi, na ninaweza nikasema maendeleo yake yeye binafsi yametokana na pesa ambazo alikuwa anachangisha pembeni kwa sababu ya timu. Nimejaribu kuwahoji viongozi wote wa timu, pesa alizokuwa anachangisha Haji kwa sababu ya timu wakati timu inapitia wakati mgumu, mlikuwa mnazi audit? Zilikuwa zinamfikia nani? Kwa sababu ukichangisha pesa unampelekea mtu anayepanga matumizi, nani alikuwa anafikishiwa? Kila mtu ukimuuliza anakuambia sijawahi kufikishiwa hiyo pesa. Angemtaja hizo pesa alikuwa anamfikishia nani? Alizokuwa anazikusanya alikuwa anamfikishia nani? Anasema wachezaji walikuwa wanalala sehemu mbaya, nilikuwa nahakikisha kwa wachezaji wanalala sehemu nzuri. Atupe proforma invoice ambayo ilikuwa inaotoka inaonyesha kwa na proforma invoice ni hapa, malazi ya hoteli ya wachezaji hapa 60 gharama yake hii. Hatupe invoice ya malipo iliyokuja kutoka kwake, kwa sababu Simba ni taasisi, haiwezi kulipa kiolela. Lakini atupe receipt ya kuonyesha kuwa Simba ililala hoteli fulani, mimi nilichangisha hela fulani nikatumia hii. Kwa hiyo yeye alianzisha magrupu yake ya WhatsApp, yeye alikaa kwenye magrupu yake ya WhatsApp kwa sababu ya kujinufaisha yeye kama yeye. Asitumie kigezo cha kuisaidia timu. Simba ni taasisi kubwa. Yeyote mwenye nafasi anaweza akaisaidia Simba kwa mapenzi yake na sio kulazimishwa la kuomba. Kwa hiyo hoja ya kusema nilisaidia timu kipindi kina wakati mgumu, afute kabisa. Simba ilikuwepo na itakuwepo, na sisi tutaiacha na yeye ataiacha, na vilembo vyetu vitakuja wataiacha, itaendelea kusurvive kama kawaida. Namuonya Haji. Ametoka kwenye Simba, basi awaache viongozi wa Simba wafanye shughuli zake. Na niwaombe management wasiinue, wasipoteze muda wao kuanza kumjibu Haji. Haji sasa hivi yeye hayupo katika management. Haji amekuwa ni shabiki kama shabiki mimi, ni shabiki kama shabiki wewe, ni shabiki kama shabiki mwingine. Kwa hiyo haiwezekani taasisi kubwa kama ile Simba kujibizana na mtu mmoja kama Haji, which is very wrong. Asitokee mtu. Wanachotakiwa kufanya wao ni kuwekeza zaidi, wanachotakiwa kufanya ni kutupa raha sisi mashabiki zaidi, lakini kikubwa zaidi wahakikishe Watanzania na wana Simba wanapata manufaa na timu yao. Uwekezaji uonekane. Na nichukue nafasi hii kumuomba radhi sana Mo, nimuombe radhi sana Babra kwa kashfa, fedheha mbaya zilizotoka jana kupitia Haji Manara. Zile ni fedheha za mtu ambao sio mweledi, sio mwelewa, hana taaluma, hana ethics za kuisemea taasisi kubwa. Lazima utofautishe taasisi kama Simba na huku tunavoropoka kwenye mitandao ya kijamii. Lazima utofautishe vitu viwili. Ukishindwa kutofautisha vitu viwili, unajivua nguo kama alivyojivua Haji Manara. Kama alikuwa anategemea anamdhihaki Babra au anamfedhehesha Mo, nimwambie tu ameula wachuya. Hata matajiri ambao wanawatumikia sasa hivi, nimwambie kila tajiri atakuwa anamuogopa sasa hivi. Kwa sababu wewe nikija kukosana na mimi utaita presi, utanidhihaki, utaweka wazi siri zangu. Na nimwambie kuanzia leo hakuna tajiri hata mmoja atakayeshare na yeye. Hata mmoja hatotokea. Kwa sababu wameshajua tabia yake, wameshajua ni mtu wa kalma gani. Na ukiona binadamu wa aina hii unaongea vitu vya ndani, akiondoka mkigombana na vitoa nje, hafai. Na ndio maana hata mahusiano yake, ndoa yake ya kwanza ilivunjika. Na hisi hajui kustahimili na vitu kuweka ndani ya nyumba. Kwa sababu kigezo kimoja, mtu angalia Ahlul Baiti nyumbani kwake, anaishi vipi nyumbani kwake. Nani asijua kama Haji ndoa yake ya kwanza ilimshinda? Kwa naweza nikasema alikuwa anatoa vitu vyake vya ndani kuvipeleka nje. Ile ilikuwa ni alarm na ishara tosha kwa management ya Simba kujua huyu mtu tunayekuwa naye sio vikao vote anatakiwa ingie.
Vikao vingine anatakiwa akae pembeni asubirie. Sio kila kitu aambiwe apewe siri. Matokeo yake ndio hivyo, anakwenda kuongea vitu vya ndani ambavyo vinaonyesha kabisa ni vile ndio tabia zake. Asipobadilika hata hii ndoa yake ya pili na Waida itamshinda. Lazima ajue vitu gani vya kuongea na vitu gani vya kuto kuongea kwenye jamii. Sisi wote tuna siri kubwa na siri za taasisi, lakini siwezi kuziongea hata niondolewe vipi. Siwezi kuziongea kwa sababu zile zilikuwa ni siri za kampuni na siri ambazo nilikuwa katika utendaji wangu, vitabaki kuwa ndani ya mioyo yetu. Ndio binadamu unataka uishi hivyo. Usiropoke tu from nowhere. Wewe unatoka unakebea uwekezaji wa Simba wa Mo alioweka pale. Kwani unaweza ukamhoji Mo? Ukamhoji uwekezaji aliofanya Mo? Hivi Mo leo Mo hakutaka umaarufu? Nimwambie umaarufu wa Mo yanaweza kaufikia? Mo umaarufu wake angalia na watu walomfanya kuwa maarufu. Alafu yeye naye angalia umaarufu wake na watu walomfanya kuwa maarufu. Ni vitu vili tofauti. Mo watu wake na chemistry ya watu wake ni watu tofauti, ambao chemistry na watu wa Haji Manara ni vitu vili tofauti. Wewe nenda kwenye ukurasa wa Haji Manara, watu walomfollow. Alafu nenda kwa Mo, watu walomfollow Mo. Ni vitu vili tofauti. Watu walomfollow Mo ni watu ambao ma entrepreneurship, watu wawekezaji, wasomi ndio wamemfollow Mo. Nenda kwa Haji, watu walomfollow ni watu unakuta mtu wa nini, boda boda, si wadharau, lakini ni watu ambao sio watu ambao tunasema ni watu wa kaliba fulani. Ni watu wawili tofauti. Huwezi kusema Mo anataka umaarufu. Mo ni maarufu kuliko anavyofikiria. Mo ni maarufu across the country. Mo ni maarufu kutokana na uwekezaji aliofanya. Mo ni maarufu kweli kweli mkubwa. Mo anafika kwenye taifa la watu, rais anajua mtu fulani amekuja kwenye taifa langu. Sasa Haji akaenda taifa gani anaweza kujua, rais akajua kuna mtu kaja hapa? Haiwezekani. Yeye atabaki kuwa maarufu ndani loko. Lakini Mo hawezi kumfanisha na yeye. Eti anaongea kabisa eti kuwa Mo anataka umaarufu zidi yangu. Seriously? Mtu mzima kama wewe unakaa unalingia umaarufu. Dunia leo ni ya kulingia umaarufu. Watu wangapi wamepata umaarufu? Lakini jiulize, umaarufu huo unatija? Umaarufu unaongania unatija? Umaarufu wa Mo unatija. Umaarufu wa Mo ni unatija kwa sababu Mo anawekeza. Wewe umaarufu wa nini? Wa kuropoka. Kusimama kwenye vyombo, kwenye media kuzungumza, kuropoka. Umewekeza shilingi ngapi kwenye Simba? Anajimwaga, mimi nimewekeza kwa Simba. Umewekeza shilingi ngapi? Simba wanachama ndo wamewekeza, sio wewe. Mashabiki na wanachama ndo wamewekeza kwenye Simba. Wanavyoinua miguu yao wanakwenda kulipia tiketi kuingia uwanjani. Wewe unakaa unalia unataka tiketi za bure. Wewe unawekeza au unaihujumu timu? Hata ile tuma ya kusema anaihujumu timu, ni kweli unaihujumu timu. Kama una mapenzi ya timu, huwezi kukaa kuomba tiketi timu kuligharamia tiketi. Kama una mapenzi ya timu utasema tiketi hii mimi naenda kukata najilipia mimi. Au tiketi hii nimpelekee shabiki ambaye kindaki hana uwezo kweli kipato cha kuingia uwanjani, mpelekee. Lakini wewe unasimama unapoka unasema kuwa mimi nanyimwa hadi tiketi. Kwa hiyo wewe ulikuwa ndani ya timu kuinyonya timu, unaihujumu timu, lakini ulikuwa haumo ndani ya timu kuipambania timu. Unapiga kelele, nimesafiri mimi mikoani kote, nasafiri kwa gharama zangu. Ndio, unatakiwa usafiri kwa gharama zako, si unalipwa? 700,000 sio ndogo. Unalipwa 700,000 sio ndogo. Ukiona ndogo, kuna mtu yuko nje anaitafuta 700,000, ondoka. Nenda nyamaza kimya. Kama unaona unasafiri kwa gharama zako ndio inatakiwa. Mimi nimeenda Kigoma kwa gharama zangu. Nimelipa hoteli mimi, malazi mimi, sijui vyakula mimi, vyote kwa sababu nina mapenzi ya dhati na timu. Kwa hiyo ukiona huna mapenzi ya dhati na timu na unataka kuihujumu timu, ndio utataka kila kitu timu ikufanyie. Ukiwa na mapenzi ya dhati huwezi kuhitaji kila kitu ufanyiwe. Na kauli yako ukisema yeye ni maarufu kuliko Mo, fute kauli. Mo, he is big. Tajiri anafahamika maarufu kwa vitu vitatu. Binadamu unafahamika umaarufu wako kwa vitu vitatu. Cha kwanza, appearance yako. Mo ana appearance nzuri kuliko Mo ana appearance nzuri kuliko Haji Manara. Lakini la pili, endorsement zako. Umewekeza kitu gani kwa taifa yako? La mwisho kabisa, kauli yako. Una kauli za kuwatia moyo watu? Una kauli za kuwashika watu kufanikiwa? Mo anawashika watu wafanikiwe kupitia Mo Foundation. Anawashika watu mikono kupitia Mo Foundation. Haji amemshika nani mkono kufanikiwa? Je, muonekano wake anaweza kaita ushawishi? Au anafanya kazi kwa mhemko? Anafanya kazi kwa mhemko. Ukiitoa Yanga, ukiitoa Simba, ukitoa Yanga na Simba, Haji atakuwa maarufu wa kitu gani? Hana content mdomoni. Anajimwaga minda, hana content. Lakini Mo ukitoa Simba ana content zaidi ya 10 za uwekezaji, kijana mwenye ushawishi. Forbes kila siku wanamtoa kijana mdogo mwenye ushawishi tajiri. Ni Mo.
Hapo umetoa Simba, umetoa Yanga, umetoa mchezo wa mpira, umemwacha Mo kama Mo. Ni kijana mwenye ushawishi, mwekezaji Afrika. Mataifa yote ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, kila mtu anamlilia Mo aje kuwekeza pale. Aje kuwekeza kwa sababu gani? Wanajua tija ya manufaa akiwekeza kuwa taifa linasonga mbele. Nani asijua mchango wa Mo hapa Tanzania? Nani asijua mchango wa Mo katika maisha yetu ya kila siku? Kuna mtu anakaa asile product ya Mo? Vijana wangapi familia zetu zimeajiriwa kupitia makampuni ya Mo? Kwa lazima uheshimu uwekezaji wa mtu. Lazima uheshimu uwekezaji wa mtu. Bilioni 20 usizikebehi. Sio hela ndogo. Awe amekopa, awe hajakopa, sio hela ndogo. Na matajiri siku zote pesa hawatoi mfukoni. Hiyo ni asili. Nimfundishe tu. Hakuna tajiri anatoa pesa yake mfukoni. Na hakuna tajiri ambaye anatoa hela yake isiyokuwa na faida. Mo amewekeza na hela benki ni hela ya kwake. Hata kama hela ametoa benki, lakini amekopa kwa sababu ya nini? Ya endorsement zake. Asingekuwa na endorsement, kuna mtu anaweza kumpata bilioni 2 hapa. Bilioni 21 unaijua wewe? Inashika viwanja vingapi? Au viwanda vingapi? Ni muonye haje. Ametoka Simba, aiache Simba. Najua hana content, najua hawezi kuzungumza kitu chochote kikaenda bila kuitaja Simba. Na muonya, tuachie Simba yetu, endelea kubaki kuwa shabiki. Umeshindwa kukataa, umekataa kumshahara wa 700,000, waache watu watakufanya mshahara wa 700,000 utawafaa, wataenda kufanya kazi. Aiache Simba. Simba ina wenyewe, Simba ameikuta na ataiacha, na sisi tutaikuta, tutaiacha. Lazima aheshimu miiko ya kazi, aheshimu miiko ya Tanzania, aheshimu miiko ya taasisi kama ya Simba. Naomba nimpongeze sana Babra. Babra nimejaribu kuongea naye kwa muda mfupi sana. Ni mtu ambaye ana focus, ana mawazo ya Simba na anataka Simba ifike mbali. Niwaambie mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, tumshike mkono Babra. Babra atatufikisha nchi ya ahadi. Kwa malengo yake na mipango aliyoipanga, atatufikisha katika nchi ya ahadi. Kitu chochote kinataka taaluma, kitu chochote kinataka mpango kazi, kitu chochote kinataka weledi. Weledi anao, taaluma anayo na hali anayo. Na ndio maana the future ya Simba itawashangaza watu wengi. Na kila mtu atataka kuwa kwenye historia hiyo. Na kama mashabiki wenzangu itawapendeza. Nipo na shabiki yangu, swaiba yangu ni kindakindaki. Mimi na huyu bwana tumeamua kutengeneza sanamu la Mo, tulipeleke pale Msimbazi kwa sababu kama kumbukumbu kwa taifa hili. Kama kumbukumbu kwa mashabiki wa Simba. Kama kumbukumbu hasa kwa kizazi sisi hapa cha digitali. Ili watu wakijua kuwa wajue kuwa kuna yuko Mtanzania aliyewekeza zaidi ya bilioni 21 katika timu na ikafanikiwa. Kwa hiyo niwaombe mashabiki, niwaombe wapenzi wa Simba, tumdharau wala tusimchukulie maanani. Kitendo alichokifanya Haji ni mhemko tu, anatafuta kujitakasa, lakini sio mtu wa kujitakasa, sio mtu mzuri kwa timu, na mtu ambaye alikuwa anatuvuruga sana. Alikuwa anatuchonganisha na viongozi wetu, lakini alikuwa haitakii mema Simba, na ni kweli alikuwa anatumiwa. Kwa sababu huwezi kuleta fujo kipindi tunaelekea kwenye mechi kubwa za watani. Huwezi. Na washukuru sana viongozi walikuwa na akili, na washukuru sana management ya timu, lakini hasa benchi la ufundi waliweza kutulia na kufocus, na tukaenda kupata ushindi na ubingwa pale Kigoma. Hii inaonyesha jinsi gani wana weledi. Kwa sababu tusingekuwa ndani ya weledi, mimi mwenyewe tu binafsi nilipanic. Lakini wao waliweza kutulia na timu ilitulia na iliweza kuperform vizuri. Shime, tumpuzie. Ni mtu ambaye sasa hivi anatafuta content. Lolote tutakaopita mbele yake atajaribu kwenda nalo kwa sababu anatafuta content. Simba ina wenyewe ni mimi na wewe shabiki. Aiache Simba kama ilivyo. Ameshindwa kutekeleza wajibu wake katika timu, basi aache. Ameshindwa kutekeleza wajibu wake ndani ya timu, aache. Alipewa nafasi, ameshindwa kuiletea maendeleo timu, aiache. Alipewa nafasi ya kuisemea timu, alishindwa kuongelea vile timu ambayo inatakiwa kuongelea, aache watu wenye taaluma yao waende kuiongelea timu. Aache watu wenye ushawishi wao waende wakaiongelee timu. Simba ilikuwa inagombana na kila mwandishi wa habari. Nani asijua? Ninyi waandishi wa habari kila siku mnapewa maneno machafu, maneno ya kukebehi mnapewa. Muda mwingine watu walikuwa wanadhania kuwa ni management au bodi na mtuma Manara kwenda kuongelea kuwafokea waandishi wa habari. Nani asijua? Hakuna timu inaoruhusu hayo mambo hata siku moja. Timu siku zote inataka mashirikiano mazuri kati ya waandishi wa habari na wachezaji, maandishi wa habari na timu, maandishi wa habari na taasisi husika.
Kwa waandishi wa habari ni kiungo kikubwa sana kwenye maendeleo ya timu, kwenye taarifa za timu. Ukiona msemaji anagombana na waandishi wa habari, jua kuna walakini. Jua kuna walakini. Na hakuna taasisi inaweza kukubali kuona taasisi yetu sisi inagombana na chombo fulani cha habari, kwa sababu je, taarifa zetu zitatoka vipi? Haji ilifikia hatua mpaka na vibagua vyombo vya habari vingine. Kuna vyombo vingine siwezi kwenda kufanya press au kufanya interview kwa sababu nyinyi sio vikubwa. Why unafanya kitu kama hicho? Ni kweli una taaluma hiyo? Kuna taaluma, hakuna chombo kidogo, hakuna chombo kikubwa. Vyombo vyote viko sawa, alimradi vinarusha taarifa zako kwa wakati na zile ulizozihitaji. Lazima ukiheshimu. Alishajiona yeye ni mkubwa kuliko Simba. Yaani hapa leo nitakuja kufanya interview, hapa siji. Hapa nitakuja, hapa siji. My brother, wakati wako umekwisha. Sasa hivi ni kipindi cha digital, kila mtu anajua maovu yako, anajua mapungufu yako. Weledi huna, tuachie Simba. Weledi huna, tuachie Simba. Mna maswali? Sasa kuniambia mimi nazungumza kama shabiki wa Simba. Mimi nimeanza kuishabikia Simba long time ago. Na katika historia yangu, kama utakuwa unapita kwenye ukurasa wangu wa jamii, Instagram, Facebook na Twitter, huwa ni Simba ikiharibu naumia na nakuaga mkali. Kuna siku nilimposti hata Mo. Nilichukia kwa matokeo mabaya. Kwa hiyo naongea hapa kama shabiki wa Simba. Hakuna mtu anayentuma. Mimi huwezi kunituma. Utanipa shilingi ngapi? Nathamini utu wangu, nathamini taaluma yangu, lakini nathamini fikra zangu. Hakuna mtu anaweza kunituma katika dunia hii. Niwaambie tu, mimi sinunuliwi. Kama ningekuwa nanunulika, ningeshanunulika kitambo sana. Na kuhusu kuniambia mimi naitaka nafasi, of course ikitangazwa narudia tena. Ikitangazwa nitaomba, ni haki yangu. Nina sifa za kuomba, kwa nini sijifiche? Nimesoma, nina vyeti. Kwa nini nijifiche sasa? Kwa sababu nimeona watu wanakalia sehemu ambazo hawastahiki. Hawaonyeshi taaluma zao, hawaonyeshi misingi ya kuheshimu management wanazokutana nazo. Kwa nini siombe nitumie taaluma yangu? Kwa mimi nimesoma, alafu elimu yangu nisisaidie jamii yangu? Lazima nisaidie jamii yangu. Kama watu ambao hawajasoma walipewa nafasi kwa kuonewa, tukisema baada mtu kuchukue kwa sababu ni shabiki yetu, ukae hapa uitendee haki Simba, unashindwa. Kwa nini sisi wenye taaluma tusiombe? Of course ikitokea, wala siwezi kupepesa maneno. Mimi ni Mtanzania, ikitokea nitaomba. Nguvu nayo, elimu nayo ya kuomba, kwa nini nisiombe? Siwezi kutumwa, mimi ninajitambua mtu ambaye nina elimu yangu, siwezi kununulika kirahisi rahisi. Niliweza kukaa miaka zaidi ya 15 kusoma. Leo hawezi kutokea mtu mmoja aninunue. Utanunua kwa gharama gani? Watu wanunuliwa ni hawa ambao hawajaelimika, low learners ndio watanunua. Lakini mimi huwezi kununua. Nafanya kitu ninachokiona hiki niko sahihi. Kwa upande wa Simba siwezi kukaa kimya. Nafurahi na Simba, naumia na Simba. Hata viongozi wenyewe hajui kama mimi na press, labda wamepita kwenye ukurasa wangu. Ninachokifanya hiki nafanya kwa sababu ya Simba. Simba inapoumia tunaumia wote, tunapofurahi tunafurahi wote. Kwa hiyo siwezi kuona mtu mmoja anajitokeza anaharibu tu brandi na uwekezaji, kuukebea uwekezaji wa Simba kwa sababu ya husda, roho mbaya, amepewa sumni tu pembeni huko, anajitokeza anasema mimi nataka nidhalilishe Simba. Hatuwezi kukuacha. Simba ni ya wote. Simba sio ya kwako. Hujazaliwa na Simba. Kujimwambafai kusema mimi ndio nimepandisha Simba. Walimu ndio wanaipandisha Simba kuwa kubwa. Kila ukimwona kwenye content zake, mimi nimejitahidi sana kuwashawishi watu kuja mpilani. No, digital imebadilisha mazingira ya maisha sasa hivi. Digital platform imebadilisha maisha ya mpira. Kila mtu amekuwa anafuatilia mpira. Zamani watu walikuwa sio wafuasi wa mpira kwa sababu digital platforms zilikuwa hazipo. Ilikuwa lazima uende ukasikize redio au uende kwenye TV ndio upate habari za mpira. Sasa hivi maisha, mfumo wa digital platform umerahisisha, hata siopenda mpira atapenda mpira kwa sababu yupo kwenye kizazi cha digital. Ukicross unaenda. Wengine wasanii wakubwa wanajitoa ufahamu, mimi bila wewe nisiongeza kushabikia mpira. No. Watu mnatakiwa muwe real. Ushawishi wa mpira umeongezeka kutokana na digital platform. Leo nani asemjua nani ule msemaji wa nani? Masaubwire. Nani asemjua Masaubwire? Kila mtu anamjua. Kila mtu anajua timu yake JKT Studio nini anaizungumzia. Kila mtu anaijua. Kwa sababu gani? Digital platform imechukua nafasi. Digital platform chochote kinaweza kuwa kikubwa kwenye maisha ya kizazi cha sasa kwa sababu maisha yamesharahisishwa. Kwa asiseme yeye ushawishi wake ndio umesababisha watu twende uwanjani. Watu wanakwenda uwanjani kutokana na maisha ya digital, kijiji. Kila kitu unakipata kwenye kiganja chako. Kwa hiyo ukicross mpira, ukienda huko mpira, ukienda mpira, kwa nini usiende? Asidanganye umma kusema mimi ndio nimesaidia ushawishi, watu wengi walikuwa wapendi mpira, mimi nimewabadilisha kupenda mpira. La hasha.
Digital platform ndio imebadilisha watu mindset, watu wengi wanaoishi sasa hivi. Digital platform imewafanya watu wasiopenda mpira wapende mpira. Digital platform imewafanya wanawake kupenda mpira kwa sababu zamani walikuwa wapendi mpira, lakini maisha ya kidigitali yamewafanya nao wapende mpira, lakini sio yeye. Kwa na mimi leo naweza nikasema Mwijaku mimi nimewashawishi watu wamekuwa wasemaji, sasa hivi kila mtu ni msemaji. Nitakuwa mpumbavu. Niseme mimi nimesaidia Instagram, kila mtu sasa hivi kila mtu amekuwa msemaji. Kila mtu kija mic anaongea. Nitakuwa mpumbavu. Nitakuwa mpumbavu wa hali ya juu. Eti nijisifie mimi ndio nimehamasisha kila mtu sasa hivi amekuwa mpumbavu. Niwaseme kina Aristotle, kina Baba Levo, sio kina niwaseme nitakuwa mpumbavu. Ni digital platform ndio imefanya nao waone fursa. Wameziona fursa, wakasema no, sasa hivi kwenye kizazi kipya hakuna content. Natakiwa nitoe content. Ndio wamefanikiwa content. Kwa digital platform ndio imefanya kila mtu apende mpira. Hakuna mtu mwingine aliyofanya mpira upendwe. Mpira ulianza kupendwa kizazi hicho cha vibibi vyetu na babu zetu huko. Watu walikuwa wanapenda mpira. Na ndio mchezo wa kwanza unaongoza na watu wengi duniani. Kwa afute kale yako kudanganya kwa yeye ameshawishi watu. Hakushawishi watu. Mfumo wa kidigitali ndio umeshawishi watu kupenda soka. Kuna mwani swali mwingine kuhusu mazuri ya Haji. Watoto waliopita Simba wamefanya mazuri. Watoto waliopita Simba kuanzia uongozi wa Ismail Aden Rage alifanya mazuri ndani ya Simba, akaja akatoka kaenda Fati, akaenda wapi? Wamefanya mazuri mengi. Hakuna mtu ambaye ameingia kwenye Simba akufanya mazuri yake. Lakini tutasifia mazuri yako endapo na wewe utatuzungumzia vizuri. Unapotoka unazungumzia mazuri juu ya timu na sisi ama tuliyaenzi mazuri yako. Lakini mimi hapa kwa press yake ya jana, mazuri yote aliyofanya Haji Manara ndani ya Simba alikuwa ni ya kinafiki. Alikuwa anafanya mazuri kwa sababu apate pesa. Ameonyesha kwenye maisha yake yeye pesa mbele kuliko kichochote, kuliko utu. Kwa sababu kama alikuwa anajua kuna mazuri amefanya Simba, angeacha sisi tuyazungumzie wakati barua ya kutokuwa Simba yeye ipotoka, sisi ndio tungesifia mazuri yake. Lakini sio jana kuja kuzungumza sisi tuzungumze mazuri yake. Mbona kuna mabaya yake mengine hajasema? Mbona asemi yeye alivyoenda kumkaba Mo ofisini kwake? Kisa tu Mo alimwambia jitaibu kuonyesha upendo na wafanyakazi wenzio. Usijione mkubwa kwa wafanyakazi wenzio. Alimkunja Mo ofisini kwake. Mo kwa hekima yake alitumia utu na hekima kumwambia tu askari muachie atoke. Je, Mo angeamua kuchukua maamuzi kumkunja mtu ofisini kwake? Unajua kesi yake ni ipi? Unajua kesi yake? Kwa nini Mo aseme mabaya yake? Ameamua kunyamaza kimya kwa sababu gani? Anajua kila binadamu ana mapungufu yake. Na yeye ilipaswa ajue watu wanaofanya nao kazi, kuna watu kila binadamu ana mapungufu yake. Babra ana mapungufu yake, Mo ana mapungufu yake, yeye mwenyewe ana mapungufu yake. Yeye mwenyewe ana mapungufu yake, lakini watu waliamua kumvumilia kuishi naye kwa sababu ni ubinadamu. Lakini leo yeye anatoa mapungufu ya Babra kama fimbo ya kumchapia. Kuna binadamu hana mapungufu hapa? Nani alikamilika? Ni Allah peke yake azza wa jalla ndio kakamilika. Mungu peke yake ndio amekamilika. Wengine wote tuna mapungufu. Kwa sababu gani tuna mapungufu? Sisi hatujafikia kwenye milki ya Mungu. Uwezo wetu haujafikia uwezo wa Mungu. Kwa yeye mwenyewe ana mapungufu lakini walimvumilia, na Babla na Mo na watu wengine viongozi wa Simba pia wana mapungufu yao. Unatakiwa uheshimu mapungufu ya mtu, ujue ni binadamu mwenzio. Nakwambia tukiona mtu anashindwa kuheshimu mapungufu ya mtu unayefanya naye kazi, hata ndani ya nyumba yake atakuwa anashindwa kuikontrol vizuri. Hata ndani ya nyumba yake anashindwa kuikontrol vizuri kwa sababu anaonekana kabisa hajui kuwa na uvumilivu katika maisha. Kwa hiyo nimwambie tu. Nimwambie kwanza anatakiwa ajue mazuri yake hatuwezi kuyanadi kwa sababu yeye hakuna zuri alilongelea Simba. Anakebei uwekezaji wa bilioni 21, yeye mwenyewe alikuwa anapiga kelele kuhusu uwekezaji. Leo anaukebei hela ya kukopa. Sawa, umeshawahi kumwona wapi tajiri ya kopi? Atafute mabilionea wote. Jamani, afungue hata kwenye mitandao ya kijamii. Aangalie matajiri wote. Hakuna tajiri anatoa hela mfukoni hata siku moja. Kila tajiri anakopa kutokana na endorsement alizozifanya. Anaonekana jinsi yake upeo wake ni mdogo. Leo namdhihaki mtu kukopa. Unaenda kumcheka mtu kukopa. Utakuwa stupid, utaki maendeleo. Huwezi kuendelea, huwezi kufanikiwa bila kukopa. Kila mtu alofanikiwa alikopa. Matajiri wanakopa. Hakuna mtu anatoa pesa yake mfukoni anaweka sehemu. Unaenda kukopa kutokana na endorsement ulizozifanya unafanikiwa. Kwa hiyo Mo kukopa, he is right. Ni mfanyabiashara ule. Na naomba nimwambie kuhusu Mo, jezi imejazwa matangazo. Of course. Sasa unataka Mo aike wapi matangazo yake? Unataka Mo aike wapi matangazo yake? Ametia hela yake pale, kwa nini asiweke matangazo yake? He is right. Na tunapenda product zake, ndio maana zipo ndani ya jezi. Vitu vingine waandishi pia na nyinyi mjihoji. Yaani lazima mhoji mtu uwezo wa mtu wa kufikiri. We Haji yuko Simba anafanya kazi Simba.
ameajiriwa Simba kwa mshahara wa 700,000 na ameukubali, umekaa miaka 6. Maana yake mshahara ulikuwa unamsaidia. Wewe unaendaje kufanya kazi na competitors wa kampuni yako? Inakuingia akilini? Mo ambaye anakusponsor amewekeza pesa zake, mnalipwa posho, mnakula na walipeni hizo 700,000 ndani ya timu. Leo unakwenda kufanya kazi na competitors wake. Tajiri gani, mwekezaji gani atakubali? Kwanza ethics uzijui. Hata ule mkataba wa kule waliosaini, watu wenyewe pia wakule walompa mkataba wana makosa. Wamemuingiza chocha kike, wana makosa. Huwezi kufanya kazi na competitors. Unajua kabisa huyu yupo kwa competitors wangu, unaendelea kufanya naye kazi. Mnaonekana pia mjitambui nyinyi. Mnampaje mtu mkataba, mnajua anafanya kwenye kazi taasisi ambao nyinyi kuna element mule za competitors katika product zenu, mna ushindani nao. Mnampaje mkataba? Na yeye mwenyewe anasaini vipi mkataba wakati anajua yeye atavaa jezi ya Simba ambayo ina chapa ya Mo Energy, atavaa jezi ya Simba ina chapa ya sabuni, atavaa jezi ya Simba ina chapa ya maji safi? Utavaaje hizo product wakati wewe tayari unaenda kufanya kazi na product kama hiyo? Afu anakaa analalamika, mimi nikipost kuhusu maji, Mo anakuja na comment kuhusu maji safi. Anakukumbusha wajibu wako. Alichokuwa anafanya pale, ana comment, anakusaidia wewe, anakukumbusha wajibu wako. Wewe uko Simba. Simba imekuwa endorsed na product hizo unazozifanya. Huyo ni competitors wangu, huwezi kumweka tena hapa na kulipa 700,000 yangu. Wewe unavaa jezi ya Simba ambayo tunakupa sisi, ina chapa ya Mo Energy, alafu kesho kwenye kurasa yako unaweka Mo Energy. Nani asijua wafuasi wa wa Haji Manara wametokana na Simba fans? Nani asijua? Nani asijua? Kila mtu anajua wafuasi wake wametokana na Simba. Asitaki tuongee mambo ambayo tunayajua mengi ndani ya Simba waliyofanya machafu. Tutaongea vitu vingi sana vichafu wamefanya ndani ya Simba. Na management ilikuwa inachukia. Sisi tunaviona wanachukia, lakini wanashindwa kwa sababu wanamstiri. Na binadamu tumeumbwa kustiriana. Wamemstiri miaka 6, leo wanashindwa kuwastiri watu, wanakuja kuwavua nguo. Wewe kumdhihaki Babra, wema alokufanyia mkubwa. Unamdhihaki Mo, wema alokufanyia mkubwa. Kuwekeza Simba tu ni wema mkubwa sana, maana alipata ajira. Alikuwa akionekana kokote, anaonekana huyu ni msemaji wa Simba. Hiyo tayari ni endorsement amepata. Unashindwa kuheshimu brandi. Alikosea na anatakiwa aombe radhi mashabiki, aombe radhi viongozi wa Simba. Mimi kama kiongozi natakiwa aniombe, kama shabiki wa Simba kindaki aniombe radhi. Amekosea sana kuchanganya brandi. Amekosea sana kuchanganya brandi. Kuna mtu mwingine ana hela, ana maisha mazuri, kile anachotaka. Ni muombe tu apuuzie maneno yake. Sisi mashabiki wa Simba tunampenda sana na tunamhitaji sana kwa mafanikio ya Simba. Ni muombe Mo. Mimi na Mo tunaheshimiana vizuri. Hatujawahi kuvunjana heshima hata siku moja. Na kuomba Mo, futa kauli yako. Kama kweli umetoa kauli, futa. Tunakuhitaji sana Simba. Uwekezaji wako tunajua faida unazozifanya ndani ya Simba. Sio tu ndani ya Simba, hata nje ya Simba. Ndugu zetu wamepata ajira kwenye viwanda vyako. Ndugu zetu wanapata ajira kuuza jezi. Ndugu zetu wanapata ajira katika uwekezaji wake ndani ya Simba. Kwa hiyo ni muombe tu. Rumors zinazotokea, kama kweli Mo anataka kufanya kitu, tunamuomba asifanye. Sisi tupo, tutampigania mpaka tunaingia kaburini. Yasi inue kinywa chake wala asihangaike. Sisi tuko, tutapambana na Simba yetu. Simba ni ya wote. Mwanachama yote ana haki na Simba. Faa sana. Elimu ukisoma inakusaidia. Simba mpira umekuja kuwa mkubwa kutokana na digital platform. Diamond anadanganya tu. Digital platform ndio imeleta hamasa ya mpira. Digital platform ndio imeleta hamasa ya mpira. Asiseme kuwa digital nini Haji ndio kamsababisha yeye apende mpira, hapana. Basi atakuwa naye mwenyewe ajitambui. Digital platform ndio imesababisha watu wapende mpira, na mpira umezidi kuwa mchezo ambao unavutiwa sana kwa sababu ya maendeleo ya digital platform. Sio mtu mmoja. Sio mtu mmoja. Sio mtu mmoja. Wachezaji, angalia wachezaji wa mpira wanavyokuwa mastaa. Kina John Boko, kina Mohamed Hussein Shabalala, kwa sababu ya digital platform. Baada ya mpira tunakaa na magoli kwenye mitandao, tunayatazama, utashawishika, utavutiwa, utaingia. Eti useme nimevutiwa na Haji Manara. Oh my God board. Vitu vingine to behave. Lazima tujitambue. Lazima tujue ulimwengu umehamisha kila kitu. Ndio maana kila mtu sasa hivi anapenda kitu fulani kwa sababu ya digital platform. Acha kuwa mnafiki. Ni mnafiki huyo ambaye amevunjika moyo na ile press ya jana. Hakuna hata mmoja. Mashabiki wa Simba wanamuona kama ni mtu ambaye anaropoka tu. Haji ni mtu ambaye kaomba press, kaomba kipaza, akiaropoke aongee aishe. Basi. Lakini sikufiche, usifiki katika management. Kwa sababu kama management au bodi ya Simba itadili na kila mtu, watakuwa wenyewe hawana akili.
Kwa sababu mara ngapi Simba inafungwa pale watu wanaongea vibaya hapa? Au umeonaje zile interview? Hatumtaki fulani, tumtaki fulani. Umeshaona body au management ya timu au CEO au mnani anamjibu mtu? Sasa hivi yeye ni sawa na wale watu ambao walikuwa wanaojua baada ya mechi wanaojua wanaongea, ni yeye hana tofauti, hana tofauti na wale watu sasa hivi. Kwa hiyo yeye ni kama shabiki tu, ametoa maoni yake, ameongea yeshe, lakini hakuna mtu ambaye atasumbuka sasa hivi akisema nianze kujibu hoja. Sisi hapa ni mashabiki wenzie ndio tutazijibu. Hapa tunajibizana mashabiki kwa mashabiki. Management ina kazi kubwa sana sasa hivi ya usajili, ina kazi kubwa ya kuandaa Simba Day, ina kazi kubwa ya kuandaa Simba Super Cup, ina kazi kubwa ya kuhakikisha Simba inakwenda kempu nchi gani, ina kazi kubwa sana za kutangaza jezi chini ya usimamizi wa Vunja Bei, ina kazi kubwa ya kuhakikisha tu inatoa hamasa katika mashindano yanayokuja sasa hivi ya klabu bingwa kuweza kufika mbali, ina kazi kubwa ya kuandaa kuchukua ligi kuu, ina kazi kubwa ya kuchukua FA, ina kazi kubwa ya ngao ya hisani, ina kazi kubwa ya mashindano ya Mapinduzi Zanzibar. Hivi kazi zote hizo wakae wadili na mtu mmoja ambaye hata diploma hana, hata certificate hana, stakabadhi hana. Kwa hiyo unaweza kujibizana naye? Ni sawa kama unaniruhusu mimi hapa nijibizane na watu ambao hana hata stakabadhi. Nitakuwa najikosea heshima. Yaani nitachukua nyundo kuwa sisimizi. You don't need that. Mwacha ongee mambo yaende. Atafute biashara afanye. Atafute biashara afanye, aendeshe familia yake. Kwa sababu Simba ilikuwa inambeba. Hakuna timu yote itakayoenda sasa hivi akaweza kushine. Simba alikuwa anatumia brand ya Simba kushine yeye. Niwaambie na ili wala nisipepese macho. Alikuwa anaitumia brand ya Simba kwa manufaa yake yeye kama yeye. Na ndio maana alikuwa kila akienda anainadi Simba, anawatukana Yanga, anawasema vijana Yanga ili aendelee kupata umaarufu. Na niwaambie msemaji ajaye wa Simba, kuitukana Yanga, kuwatukana waandishi wa habari, huwezi kuwa msemaji bora. Utani uwepo, lakini sio utani wa kuwadhihaki. Simba na Yanga zilikuwepo na walikuwepo watu wanasema walikuwa wanataniana kuheshimiana. Walikuwa hawadhihakiani. Yeye alichokuwa anafanya alikuwa analeta uhasama na chuki kwa Simba na Yanga. Utani upo, lakini watu wanatakiwa kuheshimiana. Kwa hiyo yeye akatafute biashara afanye, akienda kwenye timu yote hawezi kufanisi kwa sababu hizo timu hazina wafuasi. Simba zina wafuasi na ndio maana alikuwa anatumia mgongo wa Simba kujinufaisha yeye kama yeye. Washabiki kindaki wa Simba. Na nitaendelea kuisemea Simba mpaka naingia kaburini. Sina chuki binafsi na Haji Manara, ni swahiba wangu mzuri. Na ukiangalia miss call hapa, miss call ya mwisho ni ya Haji ananipigia. Hii hapa. Haji, huyu hapa. Ni swahiba wangu mzuri na tunaongea kwa simu vizuri. Sina chuki naye, ni mtu wangu wa Kigoma. Miss call ya mwisho kwa kunipigia siwezi kupokea kwa sababu niko kwenye press. Ni rafiki yangu, tunaongea vizuri, hatuna uhasama, ni ndugu yangu, tunatoka wote Kigoma. Siwezi kumchukia hata siku moja. Ila tu kone interest za Simba aiache. Nampenda swaiba wangu, Muislamu mwenzangu, mtu wa nyumbani, mtu wa Ahlul Bait, lakini kama kwenye kukosoa lazima nimkumbushe wajibu wake. Kwenye Simba anataka kutuharibia na sisi hatutompa hiyo nafasi. Atuachie Simba. Kutana kumbukumbu ya makombe, picha za wachezaji wa zamani, manguli watu walifanya vizuri. Basi katika kumbukumbu iwepo sanamu la Haji la Mo. Na liwepo sanamu la Mo kwa sababu ndio Mtanzania wa kwanza kuwekeza kiasi kikubwa kwenye timu za ndani bila kuogopa. Kwa ndugu yangu amenikuja bwana Ukofi Product akaja akamwambia ndugu yangu, hebu naomba tutoe kidogo. Na leo amenikabidhi 200,000, si ndio? Amenikabidhi 200,000 saizi na kwenda Mwenge, kwenda kwa vijana wenzetu, vijana wenzangu ambao wamewekeza kwa taifa hili katika uchongaji pale, watuchongee sanamu la Mo, twende tukalieke kwake. Lakini pia ameshauri pia lingine tumpeleke, tutachonga mawili tutachonga mawili. Lingine tutampelekea yeye mwenyewe Mo ofisini kwake kama mashabiki wa Simba. Na hii nahisi labda waite mashabiki wa Simba waungane na sisi. Waite. Kabisa. Mashabiki wa Simba tuungane pamoja tuweze kufanikisha hili. Sisi tumejitolea ndugu yangu Mwijaku hapa kutengeneza sanamu. Ila tumeona tutengeneze masanamu mawili. Kabisa. Sanamu moja litakuwa ndani kwa Mo. Kabisa. Wewe naliangalia. Ofisini kwake pale aliyepo. Ofisini kwake. Lengo tuwe kitu hichi kimoja. Maneno hayafai. Kabisa. Maneno sio mazuri katika timu. Tuungane tuwe kitu kimoja, tuwasupport viongozi wetu, tusonge mbele. Na niwakumbushe tu ndugu zanguni. Sio kama huyu amekuja hapa mseme ana hela sana, hapana. Huyu ni mwekezaji mdogo lakini amevutiwa na uwekezaji wa Mo aliofanya. Kwa sababu yeye tayari saizi ana makampuni yake na product zake, lakini ameheshimu uwekezaji wa Mo kwa sababu Mo amempa chachu ya kufanya yeye kujiajiri mwenyewe. Mo kila siku anapiga kile jiajirini wenyewe. Huyu amewekeza kwenye product zake za coffee na mwenyewe ameweka.
na anazitoa anaziachia. Kwa hiyo amewekeza kwa sababu alishawishiwa na Mo kumuona anavyofanya, mara kaja na maji kaja na sabuni, kaja naye akasema nawekeza sana. Kwa hiyo na sisi vijana wadogo tumeamua kuwekeza, tufuate mfano wake. Sasa kitokea mtu anakuja kumchafua, tunamwona mtu wa ajabu. Kabisa. Kabisa. Kwa hiyo tuheshimu uwekezaji wa mtu. Tuheshimu uwekezaji. Na narudia tena, waandishi wa habari, nendeni mkanadi vitu vizuri Tanzania. Tumeelewana?